تراه طيرا بالعزيمة جاء الأين وتعجز عن الأينية ووجد في كل شيء وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى عن الأينية. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الخير خلق الله وعلى آله وصحبه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المستمعون الكرام، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته أيها الناس فقد فاز المتقون. Ndugu wa Kiislamu, awali ya mambo kwanza nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwamba kwa mapenzi yake makubwa na huruma aliyokuwa nayo akaamua kututunasha miongoni mwa watu waliokolezi mkono kutoka dawa kutoka hapa. Si nguvu wala ujanja sisi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio pekee yake ya kutukusanya hapa. Hivi rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mmoja ya sifa kubwa aliyompa alimwambia wa innaka la ala khuluqin adhim. Muhammad mkujua tabia iliyokuwa njema. Nakuwa dakika tano za kuzungumza. Binafsi hofu yangu ni kubwa sana kwa sababu napenda nikizungumzia hadhara kama hizi nisikize mashehe wakisema. Ni wanafunzi yetu kubwa sana ni kukosea mbele ya walimu wetu. Yuko shakalangu cha Songwe na kadha wili walimu wangu vile vile. Yuko msomi mmoja na mwandishi wa vitabu kama mtakuwa mnapenda kwa vitabu mtoroka anaitwa David Benson. Aliwahi kuzungumza kwa what to say and how to say in all occasions. Nini cha kusema namna gani ya kusema katika matukio yote. Concept yake mwandishi wa kitabu hiki alisema kwamba akiwaambia wanafunzi alikwenda kuzungumza mbele za watu, anasema kwenye kusema kuna mtandao mwingi wa kuzingatia. Wanafunzi wenzangu niliokuwa hapa wanazungumza kwa wanafunzi mnielewe. Jambo la kwanza kuzingatia kwenye kusema kuna protocol na recognition. Cha kwanza ni kifasi, lakini cha pili ni utambuzi. Na kusimama kuzungumza mbele za watu, jambo la kwanza na msingi ni wanafunzi wafanye recognition, utambuzi wa kila mtu mmoja mmoja kwa cheo chake. Mimi siwezi kwenye wote haya itakuwa ni al-Badri niseme tu ile kauli ya wanasiasa ikifasi ilizingatiwa. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni basharun la kalbashar. Tumehudhuria hapa katika hadhara hii, Waarabu wanasema lisanul hal afsah min lisanil maqal. Mazungumzo ya hali fasaha zaidi kuliko mazungumzo ya kutamka. Kila mmoja anafahamu tukio kubwa ni kazi kwa hapa ni tukio la hakika, ndivyo? Hakika jambo la kwanza watu wafahamu kwamba tunaposoma, unajua kuna vitu vitatu vya kuzingatia nazungumza kwa wanafunzi eleweke. Tunaposoma darasani kuna vitu vitatu. La kwanza tunaanza introduction kwenye kuzungumza jambo lolote. Kwanza hakika ni kitu gani? Yawezekana tumekaa hapa tumefurahi tumeingia kina tujeka nini? Yawezekana ikawa hivyo, si ndivyo? By definition, kwa haraka niongee nisije kwa adabu. By definition, kwa maana nyepesi ya hakika, maana yake ni kichinjwa, ni kinini? Anachinjiwa mtu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpata mwanae yule aliyempata, ndio maana nyepesi ya hakika, si ndivyo? Mtume Muhammad sallallahu anasema kullu khulamun, kila mtoto anayezaliwa murtahanun au murtahinun ala haqiqati, amefungamanishwa na hakika yake. Hadithi nyepesi na haraka nipate kueleweka ninachokisema ni kitu gani. Tukio kubwa ni hakika, si ndivyo? Mtume anasema kila mtoto anazaliwa kwenye Uislamu anafungamanishwa na hakika yake. Nini? Anachinjiwa siku ya 7. Baada ya hapo unyolewa nywele yule mtoto, kisha upewa jina zuri. Yawezekana ikawa hata wanafanywa hakika sio siku ya 7, ni 7 karibia ya 30 huko, lakini bado yupo kwenye nafasi ya kufanya nini? Ya kufanyiwa hakika. Lakini baada ya kufanyiwa hakika mtoto huyu akawa ni mtoto wa Kiislamu, kwa jina zuri kapewa, si ndivyo? What is next? Nini kinachofuata baada ya haya yote aliyofanywa? Maana yake ni kumwandaa mtoto ajaye mtoto aliyekuwa bora kwenye Uislamu. Ustaz Muhammad Kachungo amelifanya hili, maana yake kwamba amefanya introduction ya kwanza kumwandaa mwanawe
aje mtoto aliyekuwa bora baada ya leo, si ndio maana yake? Sasa msomi mmoja wa vitabu, nasema hivi kidogo munisamee kwa sababu mimi nilikuwa ni mwalimu wa shule, kwa hiyo mtanisamee, nazungumza kiwalimu vile kama nasomesha. Sasa Muhammad anafahamu. Anasema msomi mmoja anasema, who will cry when you die. Chukua hii noti hii moja tu, namalizia maneno yangu nikae chini. Who will cry when you die, maneno ya Kiingereza ambayo maana yake ni ndefu sana. Anasema nani atakuleta utakapokufa? Huyu mwandishi yakusudia kwa baada ya kufa wewe wakae watu walie sana, watu wagaregare sana wagilia kulia. Umemwandaa mtu gani baada ya wewe kuondoka kwenye shahada duniani? Maana yake mtoto wako una dhamana ya kumwandaa mtoto aliyekuwa bora. Yashishia haya hakika tu basi, mengine yanofuata yote yale yatakiwa mwanao muandalie. Mazingira mazuri ya mwanao ni wewe mwenyewe uandae, kwa sababu mtu mmoja anasema laisa kullu mauludi yuladu bashara, si kila azaliwa kuwa ni mtu. Wengine ni wanyama, ukikuta mwingine mpunda anamkia yeye muone, lakini si kila azaliwa kuwa nani? Ni mwanadamu. Sina maana kwamba sio wanadamu, kuna wengine ni wanadamu lakini tabia zao si za binadamu. Hata wewe kama ya mnyama watu wasema hivyo, si ndivyo? Tabia gani ya kishetani? Laisa kullu mauludin yuladu bashara, sio kila azaliwa tu ni mwanadamu wa sawa sawa. Kwa hiyo muandae mwanao kwenye mazingira yaliyokuwa mazuri ili baadaye aje akufae. Ukiondoka wewe leo maisha haya ya ulimwenguni, ule uliyemwandaa, uliyemfanyia hakika, uliyemwandaa ukamsomesha kwenye Uislamu akafahamu sana vizuri, muandae mazingira hayo aliyokuwa nayo yaje mazingira aliyokuwa bora baada ya kuondoka. Ukiondoka utasema mtoto fulani mashaallah na kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah ikhtara lakum al-islam dina marzia faakrimuhu bihusni al-khulqi was-saghai. Mtume anasema Mwenyezi Mungu ameuختari Uislamu kwa ndio dini ya sawa sawa. Faakrimuhu, tukapewa kazi faakrimuhu, tukuzeni uenezeni Uislamu bihusni al-khulqi. Moja, kwa nini? Kwa tabia iliyokuwa njema. Watoto wetu hawa wanapaswa wasomeshwe, wamfahamu Mtume sallallahu, wamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili watoto wa Kiislamu laisa kullu mauludi yuladu bashara. Al-kamal lillahi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء